Ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika kueleza kisa, ningependa kwanza tufahamu maana ya mubahala ni nini lughatan wa istilahan. Tujue maana yake ni nini, ndio ili tukifahamu hiki kilma kwa uzuri zaidi na tujue majulisho ya hiki kilma. Kienda katika vitabu vya lugha, mubahala min bahala yubahilu mubahalatan, kwa wizani wa faala yufailu mufaalatan. Na ukiona kilma siku zote chaja kwa wizani wa huu mufaala, kuna musharaka baina tarafain, kuna musharaka yani baina ya makundi mawili, si mtu ambaye kwamba afanya kitu peke yake. Tumchukue mwanazuoni mmoja tumsikia 80 kuhusu mubahala. Ibn Faris asema hii bahala usulun thalatha, ina misingi mitatu. Ahaduhuma at-takhliya, maana ya kwanza ya kilma cha bahala ni at-takhliya. Takhliya yani kukiacha kitu bila kukichunga, ukiacha kwa matakwa yake, yani kwa maamuzi yake ukiacha. Kwa mfano annaqatul bahilu, ngamia ambaye kwamba yani ameachwa, hana mtu mwenye kumchunga, yatumika hiki kilma. Maana ya pili ni al-ibtihalu, ambayo kwamba ni at-tadarru min ad-du'a. Al-ibtihalu ni kunyenyekea katika dua, ambayo kwamba maudhui yetu leo yarudi katika maana hii, haiingii katika takhliya kule, yaingia katika al-ibtihal. Na maana ya tatu ni al-ma'ul qalil, maji pia kiwa kidogo yatumika kwa kilma hiki bahala. Kiufupi hii ndo mubahala lughatan. Istilahan ni huwa an yajtami'a al-qawmu idha ikhtalafu fi shay'in abna'ahum wa nisa'ahum fayad'una Allah ta'ala an yahilla la'natahu wa uqubatahu bil kadhib min al-fariqayn. Mubahala istilahan ni wakusanye watu pindi watakapokhtalifiana katika kitu. Mimi nasema hiki, wewe wasema kile, na hatufiki katika suluhisho, basi ni wakusanye wale watu, watoto wao, wake zao, kisha wamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshe laana yake kwa mrongo katika wale wawili.